Habari ya karama za Roho. Nataka tujifunze. Leo hii tuko darasani. Tunataka tujifunze kwa habari ya karama za Roho. Niombe mtu mmoja ashike mic atusomee. Naomba usikize kwa makini sana. Haleluya. Baba, tunapokwenda kujifunza, wewe ndio ukatufundishe. Nifundishe mimi mafundisho na Roho wako. Tusaidie kutumia muda vizuri, tujifunze Bwana. Tusaidie tuingie tipu kwenye neno lako. Tukue kila mmoja mahali hapa asikie kukua katika jina la Yesu. Amen. Amen. Hajapatikana bado mtu? Ashike mtu mmoja anisomea. Njoo kwa kabisa mbele uje unisomea. Tafadhali, hadi mtu hapo na Biblia yake. Hata kama unakuja na simu, njoo na Biblia yako, njoo na simu yako uje unisomee. Wakorintho gani? Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa kwanza mpaka utakapoishia, nitakapokuambia basi. Amen. Soma, naomba tusikize kwa makini. Sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza. Tusikize kwa makini watumishi wa Bwana. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa kwanza. Biblia inasema, basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za Roho sitaki mkose kufahamu. Wajua ya kuwa mlipokuwa watu wa mataifa mlichukuliwa kufuata sanamu zisizonena kama mlivyoongozwa. Kwa hiyo na waarifu ya kwamba hakuna mtu anenaye katika Roho wa Mungu kusema Yesu amelaaniwa, wala hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa, apendavyo Roho yeye yule. Mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule, akimgawia kila mmoja peke yake kama apendavyo yeye. Mstari wa 12, maana kama vile mwili ni mmoja, nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo. Amen. Barikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yasikia mina yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 2026 naongezeka nguvu na neema na imani kama mwanafunzi bora wa Kristo. Amen. Ubarikiwe msomaji, unaweza kwenda kukaa. Amen. Bwana asifiwe sana. Nataka leo tujifunze kwa habari ya karama za Roho Mtakatifu. Hebu sema nao, hebu sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nipe kuelewa. Mashema simtoleni lidude hili. Nimefanya nini hapa? Nimepotea njia. Sema nipe kuelewa. Na nipe kuzipokea karama za Roho wako kwa jina la Yesu. Amen. Mmepata? Okay, I said. Sawa. Kidogo nimemsamehe. Biblia, hebu sema tena, nipe kuelewa na kupokea Roho wako Mtakatifu. No, karama za Roho wako Mtakatifu. Sasa tuingie kujifunza kwa haraka kwa jina Yesu bila kupoteza muda. Bible anawaambia wazi, anasema hivi, kwa habari ya karama za Roho sitaki mkose kufahamu. Anawaambia hataki mkose kufahamu. Kwa nini anawaambia hataki mkose kufahamu? Kwa sababu alijua kwamba ni watu wengi katika kanisa la Korintho walikuwa hawajui kwa habari ya karama za Roho. Hivyo anawaambia sitaki mkae hivyo mfanye nini? Hamfa. Sasa na leo
Pastor Ulenje, sitamani na nyinyi mkae ambaye nini? Kwa sababu kiukweli leo hii watu wengi sana ambao wameokoka bado hawana ufahamu kwa habari ya karama za Roho. Asante kwa upendo wako. Bwana akuinue katika jina la Yesu. Amen. Mama wapata wale wakati. Anasema, mbona nimecheka? Anasema kufa nini? Kufahamu. Na mimi sitamani wewe mwana Victory ukae kama Wakristo wengine ambao hawafahamu kwa habari ya nini? Ya Roho. Kwa habari ya karama za nini? Za Roho. Wangapi wanafahamu kama ushakusikia karama za Roho? Kama ushakusikia. Amen. Karama za Roho ni ziko ngapi? Mtu mmoja apijibu haraka haraka. Mtu mmoja ziko ngapi? Chukua maiki, ukinyosha unampa mtu maiki aliyejibu. Kwamba ulisoma nipate mwingine. Karama za Roho ziko ngapi? Mmoja tujibu chap chap. Anayejua alishikilia yule kule nyuma, jibu chap chap. Karama za Roho ziko ngapi? Tuambie chap chap. Usimtajie, wewe niambie ziko ngapi? Karama za Roho ziko ngapi? Hujazihesabu. Mimi nataka mtu alihesabu sasa. Haleluya. Mungu akubariki, angalau unajua, lakini hujazihesabu. Aliyezihesabu karama za Roho ziko ngapi? Nyinyi swala watoto hivi mnajua. Nitawaita kwa watu walioaibisha hapa. Karama za Roho ziko ngapi? Mwanasheria hapa anajua. Mtu mwanasheria. Ziko 9. Ziko nyingi sana. 9. Mpigie Yesu makofi kwa ajili ya mwanasheria. Amen. Karama za rohoni ziko 9. Na karama hizo anasema hivi, anasema mwajua ya kuwa mlipokuwa watu wa mataifa mlichukuliwa kwa kufuata sanamu zisizonena kama mlivyoongozwa. Mliovaa nini? Mlivyoongozwa. Unaona, anasema kabla hamjaokoka, kabla mjavaa nini? Hamjaokoka, mlikuwa mnafuata sanamu. Hizo sanamu ziliwaongoza. Kawaida ya karama inakuongoza. Sasa watu ambao wanaabudu miungu, watu wa shetani, zile roho za kishetani, mapepo yalikuwa yanawaongoza, yanawapa uwezo wa kufanya vitu. Mnanielewa ninachokiongea? Si mnanielewa? Shetani anaweza. Sasa anawaambia hivi, mlipokuwa huko duniani mapepo yaliweza kuongoza, lakini hata huku yuko Roho Mtakatifu ambaye ana karama zake, anawapa uwezo wa kufanya vitu fulani. Si mmenielewa kwa jina Yesu? Sasa anawaambia sitaki mkose kufahamu. Kwa sababu gani? Anatamani na wao wajue ya kwamba Roho ana uwezo kuwawezesha kufanya vitu ambavyo mwanadamu wa kawaida ambaye hana hizo karama hawezi kufanya. Sio kama mnaelewa kwa jina Yesu? Mnaelewa kwa jina Yesu? Anaambia sitaki mkose kufahamu. Kwa mimi nyinyi nataka leo mjue ya kwamba watu huko ulimwenguni shetani anawasaidia kufanya mazingaongo yao, lakini na wewe unaweza kufanya mambo ya ajabu kwa kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Barikiwe, piga makofi. Na nataka ujue ya kwamba uwezo huo upo wapi? Ndani yako. Na uwezo huo tunauita karama, au wazungu wanaita gifti, au wengine wanasema vipawa. Haleluya, amen. Sema karama. Sema karama. Hata karama hizo anasema hivi, kwa hiyo na waarifu ya kwamba hakuna mtu anaye katika Roho Mungu kusema Yesu amelaaniwa, wala hawezi kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Ili somo la siku nyingine. Basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Anaposema pana tofauti za karama, maana karama ziko za aina tofauti, ila Roho ni huyo mmoja. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Sasa hapa anasema huduma, anasema Bwana, hasemi tena Roho, anasema nani? Bwana. Anaposema Bwana anamaanisha Yesu. Mnanielewa kwa jina Yesu? Nani amenielewa? Sema amen. Sasa alafu anaendelea anasema hivi, kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendee kazi zote katika wote. Hapa anasemaje? Pana tofauti za kutenda nini? Kazi. Hapa anasema Mungu. Umeona?
Bwana, yeye amesema nani? Mungu. Sasa tutajifunza vyote. Tutaanza kujifunza karama za Roho, alafu tutakuja huduma za Yesu. Unanielewa? Yaani Roho anakupa karama. Sema Roho ananipa karama. Yesu ananipa huduma. Nafikiri Waefeso sura ya 4 anasema kwamba Yesu aliachia huduma. Wengine mitume, wengine manabii, wengine tunaelewa zile huduma 5. Lakini anasemaje? Pana tofauti katika kutenda kazi. Tutajifunza kutenda kazi pia kwa Mungu. Ipo ile kitabu cha Warumi. Tutajifunza yote katika jina la Yesu. Leo hii tuanze na karama za Roho. Sema karama za Roho. Mungu akupe kuelewa kwa jina la Yesu Kristo aliye. Oh, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na sio tu uelewe, bali karama zitende kazi ndani mwako kwa jina la Yesu. Sasa, hapa anaanza kutueleza hizo karama. Anatuambia hivi, lakini kila mmoja upewe ufunuo wa Roho kufaidiana. Lengo kubwa la hizo karama tufaidiane, sio kujivuna yako mimi nina karama, mimi nina karama, mimi ni nabii, mimi ni mtume, mimi ni mchungaji, mimi nina karama. Hilo sio lengo. Hilo sio nini jamani? Sio lengo la kujita media one. Nabii mkusi, nabii mdogo. Hilo sio nini? Lengo ni kufaidiana. Lengo ni nini? Kufaidiana. Mimi na wewe tufaidiane. Anasema hivi, maana mtu mmoja, maana mtu nini? Mmoja. Maana yake wewe hapo. Anasema mtu mmoja kwa Roho. Kwa nani? Kwa Roho apewa neno la hekima. Hiyo karama ya kwanza, neno la nini? La hekima. Karama ya pili anasema hivi, na mwingine neno la maarifa. Unaona? Kwa mimi naweza nikawa na neno la hekima, mwingine akawa na neno la nini? La maarifa. Anasema hivi, apendavyo Roho yeye yule. Apendavyo nani? Roho yeye. Ni Roho ndiye anayependa. Mimi anipe neno la hekima, wewe akupe neno la maarifa. Tuko sawa eh? Anasema hivi, na anasema mwingine imani katika yeye yule. Kwa mwingine anapewa karama ya imani, anakuwa na imani ya kupitiliza. Washirika wote wana imani, ila mmoja anakuwa na imani ambayo ni ya karama. Tutajifunza imani ya karama inakuwaje na imani ya kawaida inakuwaje. Sawa? Anasema hivi, na mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja. Mwingine anapewa karama za kufanya nini? Za kuponya. Na mwingine matendo ya miujiza. Mwingine anapewa karama za nini? Matendo ya miujiza. Na mwingine unabii. Nasema hivi, na mwingine aina za lugha. Na mwingine tafsiri za lugha. Lakini kazi hizi zote uzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Mmeelewa katika jina la Yesu? Kama umeelewa, pigie Yesu makofi. Kwa hiyo tunazipata kwa karama ngapi? 9. Ya kwanza kama unaandika, neno la hekima. Ya pili, neno la maarifa. Ya 3, imani, karama ya imani. Ya 4, karama ya kuponya. Ya 5, matendo ya miujiza. Ya 6, karama ya unabii. Ya 7, kupambanua roho. Ya 8, aina za lugha. Ya 9, tafsiri za lugha. Mmeelewa kwa jina Yesu? Hizo ni karama ngapi? 9 ambazo ni za Roho Mtakatifu. Sasa usiofu, mwingine ataanza kuhofu. Mbona sizishika zote? Usikazanie kushika, kwa sababu kila mmoja atapewa ya kwake. Haleluya. Utakaoishika hiyo ndio kanao ya kwako kwa jina Yesu. Haleluya, amen. Roho Mtakatifu hivi kukupa kushika ambao sio cha kwako. Anajua kitu kusaidia. Haleluya. Labda ushike kwa ajili ya kuwafundisha wengine kama mimi hivi. Roho amenipa nikufundishe wewe kwa jina Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa karama hizi ili upate kuzielewa. Hebu naomba mnisaidie simu yangu hapo ili niweze kuangalia saba uzuri. Naomba hii kamera nicheleweshe. Kwa kuitazama inazungumza. Asante. Hii naona inazungumza kwa sababu inachelewesha. Hii naona kaangalia vizuri. Haleluya. Sasa karama hizi kwa ajili ya uelewa wamezigawanya katika vipengele vitatu. Vipengele vingapi? Vitatu. Wamezigawanya vipengele vitatu. Kipengele cha kwanza wameziita karama za ufunuo. Karama zipo 9, wamezigawanya mara 3, maana zipo 3.
Unanielewa? Sasa za kwanza wanazita karama za ufunuo. Karama za nini? Za ufunuo ni karama za kufunuliwa jambo. Karama za kufunuliwa nini? Jambo. Unafunuliwa jambo ambalo ni la sirini, ni la rohoni, wewe unafunuliwa. Hizi karama ziko tatu. Kuna neno la hekima, neno la maarifa na kupambanua roho. Na kufanya nini? Kupambanua roho. Sijakuelewa. Na kufanya nini? Kupambanua roho. Anasema mmoja upa neno la hekima, mwingine neno la maarifa. Hapa chini anasema na mwingine kupambanua nini? Roho. Bwana Yesu asifiwe. Sio kama anaelewa. Anasema na mwingine kupambanua roho. Kwa zimegawanywa mara tatu. Hizi ni za kufunua. Alafu kipengele cha pili ni karama za nguvu au karama za kutenda. Karama za nguvu au karama za kutenda. Hizi ni karama ambazo zinahusisha nguvu ya Mungu. Karama za utendaji wamezigawanya mara tatu. Kuna karama ya imani, karama ya miujiza na karama ya kuponya. Karama ya imani, karama ya miujiza na karama ya kuponya. Hizi ni karama za nguvu ambazo zinahusisha nini? Nguvu. Mmenielewa kwa jina la Yesu? Amen. Kuna karama ya kwanza nini za nguvu? Imani. Ya pili nini? Miujiza. Ya tatu nini? Kuponya. Hizo mmezigawanya katika karama za kufanya nini? Za nguvu. Sawa Kipengele cha mwisho ni karama za kunena. Karama za kufanya nini? Za kunena. Hiki ni kipengele cha mwisho. Karama za kunena. Karama za kunena. Asante Bwana Yesu. Pokea sifa Bwana. Asante Bwana Mtakatifu. Hizi zipo tatu. Chakua moja ni aina za lugha. Aina za lugha maana yake ni kunena. Si kweli? Amen. Si kweli? Amen. Aina za lugha. Ya pili ni unabii. Karama ya nini? Unabii. Ya unabii. Huyu mtu ananena. Si kweli? Ni karama kwa nini? Ya kunena. Na ya tatu tafsiri za lugha. Tafsiri za lugha. Ya kwanza ni aina za lugha, ya pili ni unabii, ya tatu nini? Naanza kuona sasa kwa lugha pia wamena madanganya. Ya kwanza nini? Aina za lugha, ya pili, ya tatu mbarikiwe, pigie Yesu makofi. Tuko pamoja. Sasa leo, sema leo. Leo na tujifunze tatu tu zinatosha. Nikikupa vitu vingi nitafananishwa na mtu mhubiri mmoja aliitisha mkutano. Watu akaweka matangazo kila mahali. Mhubiri mkubwa. Amen. Ikafika siku ya mkutano. Akakaa pale, muda wa mkutano umefika. Sala kwanza hakuna aliyekuja. Sala pili hakuna aliyekuja. Sala tatu hakuna aliyekuja. Sala nne akaja bwana mmoja cowboy. Kisema cowboy simanelewa. Wala wachunga ng'ombe wanavaa kofia yao. Akaja cowboy kasiti ya mbele kabisa akatulia. Yule mhubiri akamuuliza, wengine wako wapi? Akasema mimi sijui, labda wanakuja. Wakasubiri sala kwanza. Sala pili, yule cowboy kumtia moyo mhubiri. Akamwambia mhubiri, mimi nina ng'ombe. Ng'ombe zangu nikiwapeleka kwa nini? Nikiwaita shambani ili wanywe maji. Wakikataa ng'ombe wote, akija mmoja, huyo mmoja anamnywesha maji. Unanielewa? Wale wengine mayaka hawataki nini? Hawataki maji, anamnywesha huyo mmoja. Mhubiri akasema umetoa wazo zuri. Mhubiri akafungua Biblia. Akaanza kumhubiri yule mmoja. Piga ujumbe sala kwanza, piga ujumbe sala pili, piga ujumbe sala tatu. Cowboy akawa amechoka hoi. Mhubiri kamaliza akamwambia, vipi ujumbe wangu umeupenda? Akaambia mchungaji, mimi ng'ombe nikiwa nao wengi, nikiwapeleka majini kunywa maji, wakikataa wale wengine, huyu mmoja akikubali, huwa sichukui maji ya wale wengine wanaokataa, yote namnywesha huyu mmoja. Maana atakufa. Haleluya. Haleluya. Sasa na mimi sitaki nichukue mahubiri ya watu 10,000 nionyeshe nini. Mtotoka hapa mkohoi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tujifunze karama tatu za muhimu. Tatu za msingi kwa jina la Yesu. Tujifunze karama za ufunuo. Karama za ufunuo. Mama tumefika kuona. Amen. Karama za ufunuo. Ya kwanza neno la maarifa. Ya pili neno la hekima. Ya tatu nini kama nakumbuka? Imani. Kupambanua roho. Karama za ufunuo.
ufunuo. Karama za kufunua: moja, neno la maarifa; mbili, neno la hekima; tatu, kupambanua roho. Sasa tunaanza na neno la maarifa. Kwenye Biblia yako wameanza kusema neno la hekima, lakini ili uelewe vizuri ni muhimu tujifunze kwanza neno la maarifa. Mnanielewa? Utaelewa kwa nini. Neno la maarifa nini maana yake? Kwanza kumbuka, Biblia haisemi karama ya maarifa. Mnanielewa? Inasema karama ya neno la maarifa. Mmeelewa hapo? Inasema karama ya nini? Ya neno la maarifa, sio karama ya maarifa. Nimewasikia watu wengi wakisema karama ya maarifa, karama ya hekima. Hakuna karama ya hekima. Kuna karama ya neno la hekima. Tuko sawa kwa tumishi wa Bwana? Sasa nini maana ya neno la maarifa? Neno la maarifa maana yake ni hii, maana fupi ya kuelewa. Maana yake ni katika ufahamu wa Mungu anayejua yote, anakupa kidogo. Umeelewa eh? Katika ufahamu wa Mungu anayejua yote, anakupa kidogo. Mmeelewa eh? Mungu anajua mengi, anajua yote, ila huwa anaamua atoe neno dogo, atoe kitu kidogo katika mengi anayo yajua, anampa mtu. Mnanielewa eh? Sasa tunaposema karama ya roho, tunaposema karama ya maarifa, maana yake nini? Ni Roho Mtakatifu kumjulisha mtu jambo ambalo haliwezekani kufahamika kwa namna ya kawaida. Mnanielewa eh? Ni Roho Mtakatifu anamjulisha mtu jambo ambalo lipo kwenye ufahamu wa Mungu. Anamjulisha mtu jambo ambalo lipo kwenye ufahamu wa nani? Wa Mungu, ambalo haliwezi kufahamika kwa namna ya kawaida. Haliwezi. Kwa tunaposema karama ya maarifa, maana yake ni Roho Mtakatifu anaenda kwenye ufahamu wa Mungu, anachukua maarifa kuhusu jambo fulani, anayachukua maarifa kidogo kuhusu jambo fulani, anaenda anamjulisha mtu katika namna ambayo kwa kawaida mtu hawezi kujua. Ni Roho pekee. Kama umenielewa sema mimi. Ukisoma kitabu cha Wakorinto hiyo wa kwanza sura ya 2, anaweka wazi kusoma mstari wa 10. Wakorinto wa kwanza 2:10 anasema hivi, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho yachunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Unaona? Roho yachunguza nini? Yote, hata mafumbo ya nani? Ya Mungu. Asiyejua Mungu ni mafumbo. 11 anasema hivi, maana ni nani katika binadamu yajue mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna yafahamuye ila roho wa nani? Wa Mungu. 12, lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia hii, bali roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Nafikiri mmeelewa kwa jina Yesu. Ya kwamba roho ana uwezo, Roho Mtakatifu peke yake ndio mwenye uwezo wa kuingia kwenye ufahamu wa nani? Wa Mungu. Sawa? Akayachukua yale ya Mungu akamjulisha mtu. Kwa hiyo tunaita neno la maarifa. Sawa jamani? Sasa nini maana yake? Kumbuka, neno la maarifa ni Mungu anamjulisha mtu kuhusu jambo fulani. Shika hiyo point, itakusaidia. Kuhusu jambo fulani, shika hiyo tamanini, litakusaidia kuhusu karama ya maarifa. Ni Roho anamjulisha mtu kuhusu nini? Sema kwa nguvu, kuhusu nini? Jambo fulani anamjulisha kuhusu jambo fulani. Namna hiyo mwanadamu wa kawaida hawezi kuelewa. Na neno la maarifa haina maana ya maarifa ya Biblia. Haina maana hiyo. Kujua Biblia sio maana ya neno la maarifa. Maarifa ya Biblia, maarifa ya kumjua Mungu, hayana maana ya neno la maarifa. Kama unakumbuka historia ya Eli. Historia nani? Ya Eli. Eli alikuwa anamjua Mungu, ila Mungu alipotaka alete neno la maarifa, alimletea Eli, alimletea Samueli. Samueli alikuwa amelala,
karibu na sanduku la agano, akasikia Bwana akimuita ya kwamba Samueli, Samueli. Akaenda kwa Eli. Eli, umeniita? Akaenda, mimi sijakuita, rudi kalale. Akarudi kulala. Akasikia tena, Samueli, Samueli. Akaenda, Eli, umeniita? Akaenda, sijakuita. Alikwenda mara tatu. Eli akamwambia, ukisikia tena sema Bwana, Bwana nipo hapa, nasikia. Kwa nini Eli alijua kama ni Mungu anaongea? Kwa sababu Eli alikuwa na maarifa ya kumjua Mungu. Unanielewa? Kwa sababu alikaa na Mungu muda mrefu. Lakini wakati huo alikuwa ameshaharibu Eli. Unaelewa? Kwa Mungu alipokuja kuleta neno la maarifa, hakumletea Eli. Alimletea nani? Samueli. Ila tatizo, Samueli alikuwa ana karama ya neno la maarifa, ila alikuwa hana maarifa ya Mungu. Unaelewa? Ndio maana pasa na kufundisha ili sasa uwe na maarifa ya karama ya maarifa. Unaelewa? Ndio maana akaenda kwa Eli. Eli kwa sababu anamjua Mungu mtoni mdudu, akamwambia, nenda Bwana akisema, sema Bwana sema. Akasema Bwana sema, akasema. Haleluya, amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haina haja kukemea, hata kama pepo kashashindwa. Katoka kule mpaka huku. Haleluya. Haleluya. Na vipi, mmenielewa kwa jina la Yesu? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nitoe msisitizo kabla sijatoa mfano. Neno hili la maarifa haliji kwa akili za kibinadamu. Sawa? Haliji kwa akili za nini? Sio mtu akurupuki aseme na neno la maarifa. Na ni neno la kufaidiana, sio neno la uharibifu. Maana kwa mtu anakuja hapa, anachafua kanisa, hapa anachafuka hapa, anaibeka. Alafu ukimwambia wewe mkemea, anasema mchungaji amezuia kalama maarifa isifanye kazi. au mjinga wajua wote. Anakuja mpaka kanisani, anapachafua, wanasema unabii neno la maarifa. Kufaidiana. Hivi kufaidiana kunachafua au kunajenga? Kunajenga. Kwa neno la maarifa likija ambalo la kuharibu hali ya hewa, huyo sio Bwana. Haleluya. Hayo ni mawazo yako. Neno la maarifa kazi yake ni kujenga. Sema kujenga. Kujenga. Haleluya. Amen. Lazima nitoe precaution, lazima nitoe tahadhari. Ili sije nikafundisha mambo tukaanza kuchafuana. Ndio maana tunaanza kufundisha masomo kama haya. Haleluya. Kwa sababu unajua baada ya hapo washirika wanaanza kuvurugana. Tunaanza kuambiana, wewe jana ulikuwa guest wewe. Ukamuona kwa macho hapa, asema neno la maarifa. Jana nilikuona wewe. Bwana amenionyesha katika maono. Muongo huyu. Kamuona mtu anatembea. Haleluya. Amen. Hilo ni neno la maarifa. Nikupe mifano michache. Ukisoma kitabu cha Ufunuo, sasa atukosoma kwa sababu ya muda. Sura ya kwanza 10 mpaka 20. Soma Ufunuo sura ya 2, soma Ufunuo sura ya 3, soma Ufunuo sura ya 4. Utaona neno la maarifa likitenda kazi kwa Yohana. Kwa nani? Kwa Yohana. Yohana akiwa kisiwa cha Patmo, Mungu anamfunulia hali ya makanisa 7. Hali ya makanisa mangapi? 7. Yale makanisa Yohana alikuwa anayajua, ila alikuwa anayajua katika ulimwengu wa mwili. Unanielewa? Roho anakuja anamfunulia yale makanisa hali yao ya rohoni. Mnanielewa? Kwa hali ile binadamu asingejua, ila ni Roho anaenda kwenye ufahamu wa Mungu, anamjulisha Yohana namna Mungu anavyoyaona yale makanisa 7. Yaani kwa sisi Victory, mnanielewa? Tunatazamana kwa ulimwengu wa nyama, tunaona sisi ni wazuri, si kweli jamani? Tunacheza, jamani kanisa linacheza. Ila Mungu kuna namna anatuona. Mnanielewa? Sasa neno la maarifa ni siku Mungu siku Roho Mtakatifu anaingia kwenye akili ya Mungu. Anachukua hivi Mungu anawaonaje Victory. Unanielewa? Afu anamuingizia Pastor Ngabo. Anaanza kumwambia Pastor Ngabo kama Ngabo, nenda kamwambia Victory, Bwana anasema ya kwamba mtu aliye moto, chagua uwe moto au uwe vuguvugu. Sinakumbuka maneno. Mimi nakuja, mnaelewa? Nenda nielewa kwa jina la Yesu. Nenda nielewa kwa jina la Yesu. Hilo ni neno la maarifa. Au mfano ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 9, anzia mstari wa 1 mpaka 11, inaongea historia ya Paulo. Paulo alipokuwa anaenda Dameski, alipokuwa njiani akapigwa na nuru ya Bwana. Alipoanguka, Yesu akamwambia Paulo, Paulo unaniuzi. Wakati Paulo yuko pale, Paulo akaota ndoto.
Paulo yupo kule anaomba, anataka mtu akamwekee mikono apokee Roho Mtakatifu. Nenda. Anania alikuwa ni mshirika wa kawaida. Biblia inamtamka alikuwa mshirika. Sawa Alikuwa mshirika wa kawaida. Ila neno likaja. Alikuwa yuko na Paulo, alikuwa yuko hapo na kule Dameski. Ila Roho akamwambia, tena Roho akamwambia mpaka nyumba ambapo Paulo yupo. Akamwambia mpaka mwenye nyumba ni nani? Mnanielewa katika jina la Yesu? Hilo ni neno la nini? Bwana. La maarifa. Ni anayejua pekee ni Mungu. Kama umenielewa sema mimi. Nikupe mfano wa mwisho. Mfano wa mwisho. Ukisoma Samueli wa kwanza sura ya 9 na sura ya 10, unaona mfano wa Sauli. Sauli alipoteza punda wake. Alipoteza nini? Punda. Akaanza kuwatafuta asubuhi mpaka jioni hajawapata. Akamwambia kijakazi wake, hivi huu mtaa hauna muonaji? Kijakazi wake akamwambiaje? Yuko muonaji Samueli, twende tumfuate. Sawa? Twende nini? Tumfuate. Walipoenda kwa Samueli, Samueli aliwaambia kwamba msiwe na mashaka, punda wote wameshapatikana. Samueli alijuaje punda walipo? Alijuaje punda walipatikanaje? Ni Roho alimfunulia. Sijui mmenielewa Nimesema katika jambo fulani. Amen. Amen. Niwapatie mfano wa kibinadamu. Kuna wanawake fulani walikuwa wanafanya huduma ya ushuhudiaji. Wakiamka asubuhi wanaenda kushuhudia. Wakashanga watu waokoki. Wakishuhudia tu waokoki. Siku hiyo mama mmoja akamwambia hivi, leo hii kabla tunaenda kushuhudia, tumuombe Mungu anataka risali moja. Baada ya maombi ndipo tukashuhudia. Walipoingia kuomba, Mungu akawapatia maono. Wakamwona mwanamke mmoja katika hoteli, yuko chumbani anagaragara amelala hoi anaumwa. Unaelewa? Roho akaonyesha mpaka ile hoteli. Wamaliza maombi akamwambia twendeni hoteli fulani. Kuna mwanamke leo tukamshuhudia. Hoteli. Akamwambia twendeni. Tutafikaje? Wewe twendeni. Tukimkosa Bwana twendeni, Bwana amenionyesha. Wakaenda kwenye ile hoteli. Walipogonga ile aliambiwa mpaka namba ya chumba. Walipogonga wakakuta mwanamke amegaragara. Yule mwanamke alipoona akainuka akafurahi. Akasema hapa nilikuwa naomba. Namwambia Mungu anitumie watu waje kuniombea. Na nimeona ni wanawake Mungu anaonyesha kwenye maono, mnaniombea na Bwana. Amen. Mmeelewa kwa jina la Yesu? Amen. Hiyo ni neno la maarifa. Ni Mungu anakujulisha kuhusu jambo fulani. Anakupa taarifa ambayo kibinadamu huwezi kaijua. Nani amenielewa katika jina la Yesu? Sasa watu wengi neno la maarifa wanafanisha na unabii. Neno la maarifa sio unabii. Maana unataka mtu anakwambia kwamba sasa wewe unaoga hivi na hivi na hivi. Hivi na hivi unasema kwamba huyu ni nabii. Na ndio vijana wanainuka hivi. Akipata na maarifa kesho anafungua kwa huduma nabii asekisengapo. Hilo ni neno la maarifa mwana wa Mungu. Haleluya. Sema neno la maarifa. Sema neno la maarifa. Sijui mmenielewa hapo kwa jina la Yesu. Tuzungumze haraka kwa habari ya neno la hekima. Neno la nini? Mifano iko mingi. Kama ni vile tu sina muda. Amen. Lakini na mimi japo mmenielewa. Ngoja tuzungumze kwa habari ya neno la hekima. Neno la hekima. Hii ni karama ya neno la hekima. Hii ni karama ya neno la hekima. Haizungumzi karama ya hekima. Inasema karama ya neno la hekima. Na haisemi hekima. Inasema neno la hekima. Haisemi nini? Hekima. Inasema neno la nini? La hekima. Maana kuna watu neno la hekima wanafananisha na hekima. Mtu kuwa na hekima haina maana kama ni neno la hekima. Haina maana kama ni karama. Hapana. Ukisoma Yakobo 1:5, kitabu cha Yakobo 1:5, inazungumza mtu aliyepungukiwa na hekima na aombe. Hekima inaongelewa pale, haiongelewi karama. Inaongelewa hekima ya kawaida ya maisha ya kuishi. Sawa jamani? Mnanielewa? Ukiona hauna karama ya uchumi, nenda kaombe. Una karama ya nini? Nenda kaombe. Unanielewa? Mungu atakupa. Hiyo ni karama ya kawaida ambayo Suleiman alikuwa nayo. Suleiman hakuwa na karama ya hekima. Suleiman alipewa hekima. Tuko sawa? Tuko sawa? Neno la hekima ni roho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Naomba niwarudishe pale. Nimemwambia ukielewa karama ya maarifa, utaelewa karama ya hekima. Si kweli? Sasa karama ya hekima nini maana yake? Niwarudishe tulipotoka. Mungu ana hekima zote. Sema Mungu ana hekima zote. Mungu ana hekima zote. Sema kwa nguvu Mungu ana hekima zote. Mungu ana hekima zote. Sasa karama ya hekima ni Roho Mtakatifu anaingia
anaingia kwenye hekima zote za Mungu, anampa mtu hekima kidogo. Sawa Sawa hekima ipi hiyo? Karama ya hekima ni Roho Mtakatifu kumjulisha mtu ufahamu wa Mungu kwa habari ya makusudi yake na mipango yake. Mmenielewa? Narudia. Ni Roho Mtakatifu kuingia kwenye ufahamu wa nani? Wa Mungu. Na kumjulisha mtu kwa habari ya ufahamu wa nani? Wa Mungu, kuhusu mipango yake na makusudi yake. Si kama naelewa kwa jina la Yesu. Ni Roho Mtakatifu anaingia kwenye ufahamu wa Mungu ambao unajua vyote. Anaingia kwenye ufahamu wa Mungu, alafu anachukua, anamjulisha mtu kuhusu ufahamu wa Mungu kwa habari ya makusudi ya Mungu na mipango ya nani? Ya Mungu. Kama umeelewa, mpigie Yesu makofi. Kwa hiyo kumbuka, kwenye hekima sijasema jambo fulani. Nimesema jambo fulani hapo? Nimesema nini? Mpango. Nimesema nini? Kusudi. Sawa kusudi la Mungu au mpango wa Mungu. Nini utofauti wa neno la maarifa na neno la hekima? Utofauti huo ni huu hapa. Neno la maarifa linazungumza yaliyopita na yaliyopo. Sema, neno la maarifa linazungumza yaliyopita na yaliyopo. Ndio maana tunasema jambo fulani, maana yake ni jambo ambalo limetokea. Tuko sawa? Ambalo ni nini? Maana yake Roho anakujulisha jambo ambalo lilitokea huko nyuma, tulikuwa tulijui, anatujulisha. Hata kwenye Biblia ukisoma kuna mambo yalitokea. Mfano, Daudi alikuwa anamuomba Mungu. Ya kama ukisoma Samueli wa pili sura ya 16, Daudi anaomba alikuwa Bwana, tauni inawatesa Israeli. Neno la maarifa likaja kwa Daudi ya kwamba Daudi mwenye kosa ni Sauli, aliwapiga Wagibeoni. Mnawafahamu Wagibeoni? Unawafahamu Wagibeoni? Wagibeoni ni wale ambao Yoshua aliingia nao agano. Wakati Yoshua anapiga mataifa pale Kanaani, yaani pale Warabuni, anapowapiga Wagibeoni walikuwa taifa dogo. Wakaona huyu Yoshua kupigana naye hatuwezi. Hatufanye nini? Hatuwezi. Amepiga Yeriko, amepiga Hai, amepiga mataifa makubwa ambayo tulikuwa tunayategemea. Wamepiga mpaka na Misri. Sisi hatuwezi. Wagibeoni wakasema tufanyeje? Wakaskuti, wakawaza, wakasema okay, tutavaa kwa mavazi kana kwamba tumetokea safari ndefu. Tutajichafua miguu kana kwamba tumetokea mbali. Kumbe wanatokea hapo. Hapa simambiza. Wanatokea hapo viwandani. Viwandani. Umeelewa? Lakini wakavaa mavazi kana kwamba wametokea Tunduma, Mbeya. Umeelewa? Wakaenda kwa Yoshua, wamechoka, wameelemewa, wanamtoa. Yoshua anaona, nyinyi vipi? Wakasema sisi ni Wagibeoni, tumetokea taifa la mbali sana. Kwa Yoshua kama ni mgeni, kwa hawajui majirani. Sisi tumetokea mbali. Tunaomba mtupe hifadhi. Yoshua akasema tupe hifadhi. Kabisa, tunaomba mtupe hifadhi. Yaani sisi tumetembea kutokea mbali. Hapo kwenye tuna njaa, tujaa, wanakaribia na kuanguka. Biblia tunaisoma. Wanakaribia na kufa. Yoshua akasema, jamani, wahurumieni. Wapeni mkate na maji. Wakawapa mkate na maji. Kumbe wanaingiza watu wameshiba. Wakapewa mkate na maji. Wakala. Walipokula, wakatulia. Yoshua ameshawahudumia. Wakamwambia Yoshua, tunaomba tuwekeni agano na wewe. Sisi ni nchi ambayo ni taifa dogo. Tunaomba, tunajua wewe una nguvu. Umepiga mataifa yote. Sisi usitupige. Tuwekeni agano na wewe. Tunaomba. Yoshua akaweka agano na wao. Ya kwamba Wagibeoni hakuna Mwisraeli aliyekuwa kuwapiga. Sawa? Hakuna aliyekuwa kuwapiga. Ni sehemu yetu. Wakati tukataitu watu wenu, wakasema sasa watakuwa na watu wetu. Yoshua akawakubali. Waliposaini tu agano, taarifa inakuja kwa Yoshua ya kwamba Wagibeoni ni waongo, wametokea mbali, wametokea hapo tu ndani. Yoshua akasema, kanidanganya. Wakaambia tunaokoa hiyo tu. Sasa ikawa ni agano. Alipokuja Sauli akawa ni mwovu. Akawageuka Wagibeoni. Akavunja ile agano, akawapiga Wagibeoni, akawafukuza Israeli. Alipokuja Daudi anatawala utawala wake, anashangaa tauni aishi kwenye nchi ya Israeli. Wanakufa na tauni. Yaani tauni kama ndio Ebola au nini wanasema COVID-19. Si ni kweli? Inaua, hakuna kama kipindupindu na
sababu Sauli amewafukuza wa Gibeoni ambao mliekana nao agano. Ndipo Daudi alikwenda kwa Gibeoni kuomba msamaha. Wa Gibeoni akamwambiaje? Sisi kwa nini na wewe tunaomba watoto wa Sauli, Yesu katupiga, watoto wake tuletee hapa tuue. Akasema hiyo kesi ndogo. Kwani wanangu wakatoto wa Sauli tunawapeleka Gibeoni chini ya vichwa. Sauli kaondoka. Jamani, haleluya. Si mmenielewa hapo? Kwa neno la maarifa linazungumza kwa jambo fulani, kwa jambo lililopita au lililopo. Ila tunapoliona katika kimwili tunasumbuka. Sasa Roho anatujulisha katika siri ya rohoni. Sisi kama mmenielewa hapo kwa jina la Yesu. Roho anatufunulia ya kwamba hili jambo likoje rohoni. Ndio maana napatia mfano wa kanisa kipindi cha Yohana, kipindi cha nani kupoteza vitu. Sawa? Mmenielewa? Lakini neno la hekima lenyewe ni tofauti. Lenyewe linaongea mambo yajayo. Mambo yajayo mbali au karibu. Mambo yajayo nini? Mbali au karibu. Neno la hekima linakueleza mambo kama mwaka kesho au mambo ya miaka 100 ijayo. Sawa? Maana inakueleza mpango wa Mungu. Linaenda kwenye kichwa cha Mungu. Hivi Mungu anawazaje kwa baada ya miaka 50 ijayo? Mungu anawazaje kwa baada ya miaka 100 ijayo? Ndipo Roho anaenda katika akili ya Mungu anampa. Nikupe story moja afu niondoke hapo. Maana muda umeshaisha. Haleluya. Nitaka nizungumzie kupambanua roho ya muda umeisha. Haleluya. Haleluya. Kufundisha na injili ni kazi. Kufundisha inachukua muda mwingi. Mungu anataka wanafunzi mpaka waondoke wameelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Neno la hekima niwape mfano wa Nebukadneza au Nebukadneza. Danieli sura ya 2. Sina muda kusoma. Danieli sura ya 2. Soma ile yote. Nebukadneza anaota ndoto. Anaota ndoto limnyama la ajabu. Sijui huku lina kichwa, sijui cha nini, miguu ya nini ya kifua cha shaba, sijui miguu ya chuma, anaota limnyama la ajabu. Nebukadneza akiwa anaota mnyama wa ajabu, anaanza kujiuliza, ile ndoto ni ya namna gani? Anawaita watu wamtafsirie, wanashindwa. Anakuja kutafsiri Danieli. Mnakumbuka? Sasa lengo langu sio tafsiri. Lengo langu ni Nebukadneza. Alipokuja Danieli, alimwambiaje kwa Nebukadneza? Anamwambia hivi, Nebukadneza, unajua kwa nini unaota ndoto hii? Anaambia ni kwa sababu neno kwa sababu utaona. Anaambia wewe ulikuwa unawaza moyoni mwako. Ulikuwa kwa habari ya mambo yajayo. Ndipo Mungu amekuja akufunulie. Unaelewa? Kwa Nebukadneza alikuwa anajiuliza, hivi mimi leo ni mfalme natawala dunia nzima. Hivi miaka ijayo itakuwaje? Nebukadneza alikuwa anajiuliza, hivi miaka ijayo itakuwaje? Ndipo usiku Roho akaja akachukua kwenye ufahamu wa Mungu, wa Mungu, akamletea Nebukadneza neno la hekima namna miaka ijayo itakavyokuwa. Na alionyesha ndoto ambayo mpaka mengine leo yangetokea. Kwa sababu alionyesha kwamba baada ya ufalme wako utakuja ufalme mwingine wa Umedi na Uajemi. Baada ya Umedi na Uajemi utakuja ufalme mwingine, si ndivyo? Wa nini unaitwa wa Uyunani. Baada ya ufalme utakuja mwingine wa Rumi. Baada ya huo utakuja ufalme uliochanganyikana. Ndio tunaona leo Ulaya imechanganyikana, wengine maskini wengine matajiri. Baada ya hayo atakuja Yesu Kristo. Lile jiwe litapiga hiyo sanamu, litavunjika vipande. Kwa Nebukadneza aliona mambo ambayo mpaka sasa bado tunayasubiri. Mnanielewa ninachokiongea kwa jina la Yesu? Hiyo tunaita neno la hekima. Sawa Ukisoma manabii wa Israeli, utaona manabii wa Israeli walijulishwa mambo ya sasa hivi na walijulishwa mambo ya jana. Sasa ukisoma manabii vizuri utaona walipewa neno la hekima kwa habari ya mambo ambayo yamekwisha kutokea, yaani yajayo ile ya muda mfupi. Sawa? Na wanaonyesha yajayo ya muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nikupe mfano wa mwisho. Nilikwambia ukasoma Matendo ya Mitume sura ya 9, unakumbuka? 1:11. Sasa ukisoma hapo itakuonyesha kitu fulani. Hiki. Karama ya maarifa na karama ya hekima kuna wakati tunafanya kazi kwa pamoja. Kuna wakati karama
anaomba. Hilo jambo la wakati huu si kweli? Akamwambia Anania, akamwambia Bwana, mimi namjua Sauli anaua watu. Mungu akamwambia yule ni chombo changu kiteule, atapeleka injili kwa mataifa yote. Hiyo ni wakati ujao. Mmenielewa hapo? Ukisoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana 1 mpaka Yohana 8, Yohana anaonyeshwa mambo yaliyokuwepo wakati huo. Anaonyeshwa sura ya kiroho ya makanisa 7. Sawa Anaambiwa makanisa ya 7 unayoona, kanisa la Tiatira, kanisa la Efeso, sijui kanisa la nini. Haya unapoona mwilini, ila rohoni yako hivi. Hilo neno la nini? La maarifa. Sawa Ni mambo yaliyopo. Baada ya hapo anaanza kuonyesha mambo yajayo. Sawa Anamwambia kwamba atakuja mpinga Kristo. Sawa Atakuja mwanamke. Sivyo? Atakuja kama nabii wa uongo, anamjulisha mambo yajayo. Nani anaelewa sema amen? Tunga mkono kama anaelewa sema amen. Nani anatamani kalama maarifa hapa kwa jina la Yesu? Nani anatamani kalama ya hekima kwa jina la Yesu? Amen. Naomba nitumie dakika 2 au 3 kuzungumza kwa maneno, kwa sababu hiyo inahitaji ngwembo, hiyo inahitaji muda mfupi tu. Amen. Hiyo sio mfano sana. Sema kupambanua roho. Sema kupambanua roho. Kupambanua roho ni Mungu anakujulisha mambo kuhusu roho. Kuhusu nini? Roho. Yaani hapo ni kujua kuhusu roho zinazofanya kazi nyuma ya jambo. Nyuma ya nini? Ya jambo. Bwana asifiwe sana. Amen. Yaani hii inahusika na kupambanua roho, sio kupambanua tabia za watu. Maana kuna mtu anasema na kama kupambanua roho, yeye kaza kupambanua tabia za watu. Hapana. Haleluya. Amen. Nasema haleluya. Amen. Sio kupambanua mtu leo amekula kwa jana. Haleluya. Haleluya. Amen. Ni kupambanua nini? Roho. Kalama ya kupambanua roho ni uwezo wa kuona. Kwa nini? Kuona. Sema kuona. Kuona. Sema kuona. Kuona. Sio kusikia, sema kuona. Kuona. Kuona au kuhisi kiroho. Sijasema kuhisi, nimesema kuhisi kiroho. Nimesema kuhisi nini? Kiroho. Kiroho ni mtu anaweza akahisi kiroho au akaona kiroho au akasikia kiroho. Vitu vitatu. Akaona, akahisi kiroho au akasikia kwa habari ya roho. Kwa habari ya nini? Roho. Ya roho. Hapa nimezungumza roho. Maana karama hii yenyewe haihusiki na neno, haihusiki na hekima, inahusika na nini? Na roho. Inahusika na nini? Na roho. Na roho na maanisha roho 3. Kuna roho za Mungu, roho za shetani na roho za wanadamu. Roho hii inaweza ikajua roho ya Mungu, roho ya kishetani na roho ya kibinadamu. Amen. Yaani maana yake unapokuja kwangu ukiniambia Bwana amesema, mimi kama karama ya kupambanua roho, Roho Mtakatifu akiniletea, na lazima mkumbuke hizi karama kuna mwenezi miliki. Ni karama ambayo inakuja kwa wakati huu. Haleluya. Hii sio huduma. Huduma ikija imekuja. Ila karama inaweza ikaja kwa wakati fulani. Sio kama naelewa kwa jina Yesu. Mnaelewa? Hii sio huduma. Huduma ni mtu anamiliki. Ila hii umiliki ni Roho analeta kwa ajili wakati fulani. Tuko sawa kwa jina Yesu. Kwa Roho anaweza akaleta karama kwa roho. Mimi nikajua kwamba huyu nabii aliyesema Bwana amesema ni mwongo. Huyu ni yeye ndiye aliyesema. Maana yake najua ya kwamba roho iliyosema sio Mungu, ni yeye. Amen. Au mtu anaweza akaongea akasema pastor, nimekuja nikushauri. Unajua pastor, vijana wako nataka tufanye 1 2 3, nikifanya hivi pastor, vijana pale wataamka. Roho Mtakatifu anaingia kwenye ufahamu wa Mungu, sawa? Ananijulisha ile roho inayotenda kazi. Najua kwamba huyu sio yeye, ile ni roho ya shetani, nataka nipoteze. Mnanielewa hapo kwa jina la Yesu? Amen. Hapo najua roho inafanya kazi nyuma ya yule anachoongea. Simwambia nyuma ya kitu, si ndivyo? Maana anajulisha roho inaongea nyuma ya yule mtu. Au anaweza akaja akaongea neno hapa, watu wote wakalikataa, wote wakasema hiyo wazo sio zuri. Ila roho mimi na Mungu akaniambia kwamba huyu ni mimi naongea. Hivi tuko sawa kwa jina la Yesu? Amen. Tuko sawa kwa jina la Yesu? Amen. Tuko sawa kwa jina la Yesu? Amen. Kwa karama hii
Jua tu roho inayoongea nyuma ya mtu au nyuma ya jambo. Sema pasta tupe mfano. Pasta tupe mfano. Siku wengine hamjaongea, sema pasta tupe mfano. Tupe mfano. Bwana apatie mfano kwa jina la Yesu. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 16 mstari wa 13 na kuendelea mpaka 20 ngapi? Mathayo 16 sawa kuanzia 15. Au ukisoma Matendo ya Mitume 16 kuanzia 15 tena. Mathayo 16 kuanzia 13 au Matendo ya Mitume 16 kuanzia 13. Mmenielewa hapo kwa jina la Yesu? Au soma Matendo ya Mitume 8 anzia mstari wa 21 utapata kinachokiongea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nitakupa mfano. Yesu Kristo, sema Yesu. Yesu alipokuwa anakaribia kuteswa, anakaribia kwenda msalabani, siku moja akiwa anatembea na wanafunzi wake kuelekea Bethania, anatembea, akawageukia wanafunzi wake, akawauliza hivi, watu wananena kuwa mimi ni nani? Mnakumbuka hilo swali? Watu wanakumbuka hilo swali. Wananena mimi ni nani? Wanafunzi wakaanza. Wengine wanasema wewe ni Elia. Hilo kosa. Wengine wanasema ni nabii yule. Hilo kosa. Wengine wanasema kwamba wewe ndio Masihi anayekuja. Hilo kosa. Akainuka ka Petro. Akainuka nani? Petro. Akasema wewe ndiwe Kristo. Petro akajivuna. Yesu akasema Petro, usijivune. Usijivune. Sio damu na nyama zimekufunulia, bali Baba yangu aliye wapi? Mbinguni. Amechukua kwenye ufahamu wake namna anavyonijua, amesema nawe. Kwa Petro, unaongea hapa sio wewe, ila ni roho ya Mungu ndani yako ndio inayoongea. Amen. Umeelewa kwa jina la Yesu? Yesu alichukua roho inaongea nyuma ya nani? Ya Petro. Petro akaona mimi si mimi. Haleluya. Haleluya. Safari ikaendelea. Yesu baadaye akageuka tena. Akamwambia wanafunzi wangu, tunaelekea Yerusalemu. Huko Yerusalemu kinanipata simu nakijua. Akijui Bwana. Kule Yerusalemu wazee na Mafarisayo, makuhani, Mafarisayo na watu wa taifa watanigeukia, watanikamata, watanitesa. Sawa watanipiga, wataniua. Petro aliposikia mpaka kufa. Wataniua. Petro akainuka tena. Akainua kichwa Petro. Akamshika Yesu mkono. Biblia inasema akampeleka pembeni. Akamvuta wapi? Pembeni. Ndivyo anavyosema. Petro akamvuta. Petro akamshika mkono Yesu. Akamvuta chema. Kwa sababu katika wanafunzi Yesu 12, Petro alikuwa mtu mzima. Alikuwa mkubwa kuliko Yesu. Unanielewa hapo? Yaani Petro alikuwa mkubwa kuliko yeye. Yaani kama mfano hapa mama yangu hapa Manuel. Yaani wewe katika wanafunzi na hapo kwa mapendo na wengine. Haleluya. Hata unajua hapa sababu ni nguvu na ukijana ule bafiki yangu. Unaitwa nani? Dickson. Ni nguvu na Dickson. Nimeongea hapa nikute mkono, anamepasa kumekosea. Ni ngumu, si kweli? Sasa Petro alikuwa mtu mzima. Alafu Petro akaona Yesu sasa kiniongelea mbele ya watoto. Haleluya. Kwa serious. Tungeacha yote. Haleluya. Akamshika mkono akamvuta chemba. Akaambia hili alipokupata. Kupata. Yesu akamtazama Petro usoni. Akamwambia, "Rudi nyuma yangu shetani." Alimwambia rudi nyuma yangu nani? Shetani. Yesu alijua yule anaongea sio nani? Sio Petro, ni shetani. Kwa pale karama ya kupambanua roho ilikuwa ina kazi kwa Yesu. Aligundua roho ya Mungu na aligundua roho ya shetani. Mmenielewa hapo kwa jina la Yesu? Amen. Utaenda kusoma mfano wa Petro. Petro alikuwa anatembea anafanya miujiza. Kabinti kakainuka. Akasema, "Huyu ni mtumishi wa Mungu." Hao ndio watumishi wa Mungu, wasikilizeni. Yaani neno la Mungu lipo ndani yao. Yaani hapo ingekuwa watumishi wa sasa kwa sababu. Ndio wanajivuna. Unaelewa? Tena matambulisho, unaelewa? Tena Biblia inasema yule binti aliaminika mtaani. Alikuwa ni mponyaji, alikuwa ni maarufu. Yaani maana yule binti alikuwa akisema watoto wanamwamini. Unaelewa? Ndio aliinuka akasema kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu. Yaani kwa picha leo hii Pastor Mlenje, ainuke mtu maarufu mnemjuanie. Sawa mnemjuanie ni mponyaji, anaponya watu wanaaminika. Ndio aje inuke. Unaelewa? Aseme huyu ni mtumishi wa nani? Lakini Paulo aliposikia mara ya kwanza akapita. Aliposikia mara ya pili akapita. Mara ya tatu karama pambanua roho ikamjia. Akajua binti anaongea sio yeye bali ni pepo ndani mwake.
Biblia inasema Paulo akamgeukia yule binti, akasema wewe pepo mchafu, mtoke binti huyo. Yule binti pepo akatoka, akafunguka. Bwana zake walikuwa wanapata hela kupitia yule binti. Akiwatabiri watu wanapata hela, si ndivyo? Wakamjia kinyume kwa Paulo, wakamkamata gerezani. Lakini nimetaka uelewe kwamba Paulo alijua roho iliyokuwa ndani ya nani? Yule binti inaongea nyuma yake. Ukisoma Mathayo sura ya 8 kwa kanisa ni onyo kwenu. Kanisa ni onyo. Hapo inamzungumzia yule mchawi aliyekuwa baba Yesu, si ndivyo? No, sio baba Yesu. Hayo elimu na sinari tumeelewa, utamsoma hapo. Yule bwana alikuwa ni maarufu. Tena Biblia inasema hivi, alikuwa ni maarufu toka utoto wake. Toka nini? Utoto wake. Alikuwa akifanya mambo makuu, watu walikuwa wakimsifia. Panaponitisha, Biblia inasema watu walikuwa wanajua kwamba ni Mungu. Walijua ni nani? Ni Mungu. Wako watu leo hii tunasema ni Mungu, kumbe sio. Kumbe sio nini? Sio. Alipokuja Filipo, Petro ndipo akajua, akamwambia roho nyuma yako hiyo sio, tubu mbele za Mungu. Kuna watu wanaweza kuona ni manabii, kumbe roho nyuma yao sio. Unahitaji karama ya kumanua. Kwa ujumbe wa siku ya leo, sema kwa ujumbe wa siku ya leo, Pastor Kamaliza. Soma miguu yako. Kazi ilikuwa ngumu. Nikitoka hapa na maji na soda kabisa. Haleluya. Shule ilikuwa nyepesi. Anasema kuombewa wagonjwa wote nimekuwa asante. Mbona unajanga kwa kukumbusha sadaka? Sadaka ishapatikana. Sana. Bwana Yesu asifiwe. Soma miguu yako pale ulipo. Kama umeenjoy mafundisho yangu ya leo, praise mje tumwimbie Bwana. Tuimbe wimbo wa kuabudu, tuna muda wa kutosha. Naomba tuimbe kwa praise, afu tuombe. Tunazo kama dakika 20 za kuomba. Kwa tutaomba na Bwana Yesu asifiwe. Ipo kama leo tunaomba wale katika kila ile. Bwana Yesu asifiwe. Baba, okay. Wasikiza na waabudu. Wangapi leo tunaomba leo katika jina la Yesu. Nani anatamani karama ya maarifa itende kazi ndani mwake kwa jina la Yesu? Haleluya. Na mimi niwaambie, kati ya kitu ambacho kina raha, sema kina raha, niwaambie ni karama ya maarifa. Karama ya hekima ni nzuri, ile njema nyingi na kujulisha yajayo, sawa? Ile ya maarifa ni nzuri zaidi. Kwa sababu inakujulisha mambo yanayoendelea sasa hivi kwenye maisha yako. Mungu anakujulisha kwamba nini kipo nyuma yake. Afu unaanza kushughulikia, unashinda kwa jina la Yesu. Moja ya silaha yangu mimi ni karama ya maarifa. Bwana asifiwe sana. Ni karama ya maarifa. Amen. Tunajifunza siku tukija kumalizia hili somo ya kwamba nataka nitoboe, amen. Sema nataka nitoboe. Nataka karama ya maarifa inijulishe namna gani natoka hapa na shinda kwa jina la Yesu. Sema amen. Nani ambaye anataka kama mimi katika jina la Yesu? Sasa shiriki kwenye kuabudu vizuri. Tunapoabudu uwepo unashuka. Uwepo ukishuka, karama zinaachiliwa kwa jina la Yesu. Tubarikie jina la Bwana Yesu. Haleluya. Salama,
juu yako leo. Hizo karama leo ziwe ndani mwako. Yote unaopitia Bwana akuondolea, Bwana akuondolea. Hizo karama ziwe ndani yako, ziwe ndani yako. Leo hii karama ya maarifa itokee kwako. Leo hii karama ya maarifa itokee kwako. Leo Bwana akufunulie, akufunulie yote kwenye maisha yako. Leo Bwana akufunulie. Ninakuombea leo hii ukapambanue roho zinazotesa familia yako. Leo ukapambanue hizo roho zilizosimama kinyume na familia yako, kinyume na huduma yako. Hizo roho zilizosimama juu ya mateso ya familia yako, hata wakati uokoka shetani amewakamata. Leo ukafunuliwe hizo roho ambazo zinazuia familia yako kuokoka, zinazuia mume wako kuokoka, mke wako kuokoka. Hizo roho zilizosimama juu ya mtoto wako, juu ya ndugu zako, leo ukafunuliwe, leo ukafunuliwe. Hiyo karama ikatende kazi ndani mwako, hiyo karama ikatende kazi ndani yako kwa jina la Yesu. Hizo karama zikatende kazi ndani yako kwa jina la Yesu. Ona baba shekelia baba inamusaka baba in Jesus name. Naomba nisikilize, naomba nisikilize. Asante, naomba nisikilize. Nataka tukaombe kwa habari ya kila vizuizi ambavyo vimesimama kinyume na maisha yetu, vimesimama kinyume na kanisa, vimesimama kinyume na maisha yako. Hivyo vizuizi leo vikaribiwe. Alafu kisha omba kibali. Tuna dakika 3 za kuomba. Alafu praise itakuwa kwa kuabudu, kisha tutaombea watu, tutaenda nyumbani. Hebu omba kwa jina Yesu. Kila vizuizi kemea, kila vizuizi kemea kwenye maisha yako vilivyosimama, vizuizi hivyo kwenye ulimwengu wa roho, kemea kwa jina Yesu. Vizuizi vinavyokuzuia ili usioe, ili usiolewe, kemea. Hiyo vizuizi vinavyozuia biashara yako, hivyo vizuizi kemea. Leo vikaanguke, leo vikaanguke. Hivyo vizuizi vinavyosimama kinyume na biashara yako, kinyume na maisha yako, hivyo vizuizi vilivyosimama kinyume na kanisa, leo tunakemea, leo tunakemea. Hivyo vizuizi ambavyo vinazuia watu kuja kanisani, vinazuia watu kuokoka, hivyo vizuizi kemea, kemea. Vinalipiwa, vinalipiwa. Kemea kwa jina la Yesu, kemea kwa jina la Yesu. Vilivyosimama kwenye maisha yako, kwenye maisha yako, kwenye maisha yangu, kwenye maisha yetu, tunakemea leo, havitasimama. Ving'oe hivyo vizuizi leo, vikaanguke, leo vikaanguke, leo tunaving'oa. Hiyo ni madhabahu, leo zinaanguka. Hizo ni madhabahu, leo zinaanguka. Hizo vizuizi vilivyosimama kwenye familia yako, leo vinaanguka. Hao mapepo leo zinaanguka kwenye familia yako, leo zinaanguka, leo zinaanguka, leo zinaanguka. Tunayaharibu kwa jina la Yesu, tunayateketeza, tunayateketeza kwa moto wa moto. Leo yanateketea, leo yanateketea kwa moto wa moto. Leo yanateketea kwa moto wa moto. Leo yanateketea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila vizuizi, kila magonjwa yanayosimama leo yanateketea. Hayo magonjwa leo yanateketea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hayo vinavyosimama ile leo kichwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunaomba kibali, Bwana upe kibali leo, Bwana shemena kibali leo. Baba ushepelia baba, ilo baba usakara baba, ikasarada kemea ile neno kwasa. Bwana ushepelia baba, kwa jina la Yesu. Hebu tuombe kwa ajili ya wanaoumwa, omba kwa ajili ya Maluka, omba kwa ajili ya ndugu Mandani, omba kwa ajili ya ndugu dada pale waliotoa watoto, mama
za tumbo zinapasa, tunakemea iachie kwa jina la Yesu. Kila magonjwa yaliyokamata zinapokea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Leo zinateketea, leo tunateketea, tunamwona Yesu. Leo tunakula haya magonjwa yanayotia kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Wakati watu praise na wimbo wa kuabudu, wewe ambaye unataka maombi, ukija mahali hapa sitaenda kukuuliza. Unaweza ukachukua karatasi, andika kila ambacho unatamani kuombea. Andika tu kwa kifupi, njoo nacho hapa mbele nipate kuomba na wewe. Wakati praise na wimbo wa kuabudu, unahitaji maombi, andika karatasi ndogo, njoo na mahali hapa. Angalau nione kama nakuombea nini. Afu uje mahali hapa niombe na wewe. Yako majibu kwa jina la Yesu. Mungu wa majeshi, nilipimi kushindano wewe. Mungu uliye hai, nilipimi kushindano. Mungu wa majeshi, nilipimi kushindano wewe. Mungu uliye hai, nilipimi kushindano. Mungu wa majeshi, nilipimi kushindano wewe. Mungu uliye hai, nilipimi kushindano. Mungu wa majeshi, nilipimi kushindano wewe. Mungu uliye hai, nilipimi kushindano. Unatosha, wanitosha, Mungu wa agano, Baba wanitosha. 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 Yote kila mmoja hebu omba kwa hitaji lako.
Amen. Pigie Bwana Yesu makofi. Pigie Bwana Yesu makofi katika jina la Yesu. Haya makofi. Amen. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Nafikia kuna karatasi iliyoanguka. Karatasi zote ambazo watu wameleta mahali hapa, hakuna mtu mwingine atakayesoma zaidi yangu. Na hizi karatasi nitakuwa nazo wiki nzima nikiziombea. Amen. Haleluya. Yeah. Mungu akubariki kwa kusikiliza neno. Mungu akubariki kwa kuomba. Mungu akubariki kujitoa kuja